Ili tuwe na sifa ya kuwa jiji, kwa sababu kieneo ni kidogo, tukalazimika kuchukua na maeneo ya Lumeru kuyaleta kwenye jimbo letu. Sasa jimbo ambalo hata lilikuwa halijitoshelezi kabidi kuhamisha maeneo mengine ili kuongezea, ukifikiria kuligawa nadhani unakuwa hujafikiria sawa sawa. Lakini pia ni jimbo ambalo lina watu kama 600,000 tuna kama 17,000 kwa mujibu wa sensa iliyopita. Sasa hapo lakini wanasema sifa mojawapo watu wakishakuwa 400 tu basi wanaligawa. Kwa nini? Vigezo viko vingi, vigezo sio watu peke yake, kuna vigezo zaidi ya 8. Kwa hiyo mtu anapotaka kugawanya jimbo lazima aangalie vigezo vyote hivyo. Kwa hiyo ni mchakato wa kisheria, ni mchakato ambao una vigezo vyake, lakini mimi nikiwa mwakilishi naona kabisa ni jimbo ambalo halikuwa na sifa ya kugawanywa. Ndio maana hata ukuwahi kunisikia kokote nikizungumzia kugawanywa kwa jimbo au hata kuzungumzia huo mchakato, kwa sababu nidhani ni mchakato ambao kuna watu walikuwa wanaupigia tu chapuo kwa maslahi yao, lakini kimsingi haukuwa na tija, kwa sababu kwanza ungeongeza gharama tu. Majimbo yakishakuwa mawili manake utaongeza pale mbunge mwingine, pengine utaongeza madiwani wengine, utaongeza gharama za uendeshaji, itabidi pengine unapoongeza kata itabidi uongeze shule, uongeze vituo vya afya, itabidi uongeze na wataalamu. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba mchakato huo ungeendelea kuchukua fedha zaidi za umma. Badala zile fedha tuzitumie kwenye maendeleo, tungezileta zaidi kwenye upande wa utawala, kitu ambacho nadhani kisingekuwa na tija sana. Kwa maamuzi ya kubaki na jimbo moja za watu, alafu merudi kwa watu ndani ya chama kwa kuamini na ndani ya umma kwa kuamini, alafu kuna mwingine ambaye pia anamlalamikia mwingine aliumiza watu, alafu ameenda ndani tu ya chama akataliwa hata kwa wananchi ya kufika. Kwa hiyo ni kitu ambacho kabla hujamtuhumu mtu unatakiwa ujitafakari sana, kwa sababu mambo haya yanaishi na watu wanaweka kumbukumbu vizuri zaidi. Mimi nikuhakikishie tu rekodi yangu Arusha ni bora, ni njema, nikiwa mkuu wa wilaya, nikiwa mkuu wa mkoa na hata sasa nikiwa mbunge. Mimi na yeye nani ameumiza watu wengi? Hiyo ndo kauli ambayo watu iliwatisha. Sasa ukifuatilia mahojiano yangu hapakuwa na kauli ya namna hiyo. Kwenye mahojiano yangu ambacho kilisemwa ni kwamba kuna mtu anasema kuna mtu ameumiza watu. Nendeni Dar es Salaam mkaulize watu wangapi wameumiza kule. Kusema kwamba kuna comparison, hiyo ni michakato tu ya mitandao, na wakati mwingine sisi tunapozungumza mitandao wanapata nafasi pia watu kuuza bando, kufanya nini, wanatumia kama fursa, na kitu ambacho kama kuna watu wanapata riziki kupitia jina langu, kwa kweli namshukuru Mungu. Sawa, tumalize na hili mheshimiwa. Uko tayari kumuona Makonda naye akishiriki uchaguzi wa mwaka huu pale jimboni kwako? No, kugombea ni haki ya kikatiba ya kila Mtanzania. Kwa sisi ambao tunaheshimu katiba, tunadhani kugombea ni haki ya kila mtu. Kwa hiyo na mtu ukiwa ni Mtanzania, una sifa zote, una haki ya kugombea, wala haijai kuwa changamoto mahali popote kwa mujibu wa katiba yetu. Lakini mimi kikubwa, mimi sihitaji kuongea sana. Mimi naamini zaidi kwenye matendo. Wakati ukifika, matendo yatasema, alafu jamii